Lakini jambo la pili, fanya vipimo vya hormones. Yaani kweli ukishatumia njia ya uzazi wa mpango ina tabia kwenda kuharibu utendaji kazi wa kihormones. Either unaweza ukawa kwa kiwango kikubwa au ukawa kwa kiwango kidogo. Kwa hiyo kama utafanya vipimo vya zile homoni mama za uzazi, kuna uwezekano ikaonekana kweli kuna homoni ambayo either ipo juu sana au ipo chini sana, ili uweze kupata matibabu na ukarejea kwenye hali ya kawaida, kubeba ujauzito utabeba vizuri tu. Jambo la tatu ni kwa wale ambao umri kidogo umeenda, nikiwa namaanisha ni miaka miwili kweli umetafuta ujauzito, lakini una miaka kuanzia 38 na ulitoka kutumia njia ya uzazi wa mpango. Hebu hakisha unapata zile supplements ambazo hizi zinaongeza utendaji kazi, hususan wa kuongeza ubora wa mayai, hususan wa kufanya ovulation inafanyika vizuri, hususan kusaidia ukuta wa mji wa mimba uwe tayari kupokea ule ujauzito, lakini pia mimba ije iweze kujitunga na kujishikilia vizuri, na utafanikiwa kubeba ujauzito na utajifungua vizuri kabisa, licha ya kwamba umekaa miaka miwili ukitafuta ujauzito baada ya kutumia njia ya uzazi wa mpango. Na napenda kusema hivi kwa sababu nipo nawe katika safari ya kuitwa mama. Huenda unahitaji kufahamu, licha ya kwamba ulitumia njia ya uzazi wa mpango na ikawa ngumu kubeba ujauzito, basi nitumie ujumbe WhatsApp unaosema kwamba ninahitaji usimamizi baada ya kutumia uzazi wa mpango.